الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na mlango wa kusalia jeneza katika mambo ya ahkamul janaiz. Katika mlango huu, darsa iliyomalizika wiki iliyopita, tulifikia kwenye hichi kifungu cha 77 kwa wale wenye vitabu, ukurasa wa 119. Kifungu hichi kimekuja na maneno haya yafuatayo: thumma, kisha baada ya mwenye kusalia jeneza, baada ya kutamka takbira ya mwanzo kabisa ya kuhirimia ile na kuweka mikono yake kama tulivyozungumza, wa kulia juu ya mkono wa kushoto juu ya kifua. Thumma, kisha kinachofuatia hapo, yaqra'u aqiba takbirati al-ula, atasoma mwenye kusalia maiti baada ya takbira hiyo ya mwanzo Fatihatul Kitabi, atasoma ile sura yenye kujulikana kwa jina Fatihatul Kitabi, yani ni suratul Fatiha, au kwa jina jingine as-sab'ul mathani, au kwa jina jingine Ummul Kitab, au kwa jina jingine Ummul Qur'an, au kwa jina jingine as-salat. Yote hayo ni katika baadhi ya majina yake sahihi. Wa suratan, na vile vile akiwa atapendelea, basi vile vile anaweza akasoma sura yoyote. Tukasema kwa chini ameandika maneno Albani, tunarejea kwa ufupi maneno hayo ili tupate kuondokea hapo. Anasema fihi isharatun, pale aliposema ya kwamba ni kusema alhamdu na sura, hapa ndani yake pana ishara ila adami mashru'iyyati du'a al-istiftahi, kwa mujibu wa hadithi itakayofuata, kuonyesha ya kwamba imekosekana sheria ya dua ya kufungulia sala katika salatul jeneza kama vile ilivyo katika sala nyingine ya fardhu ain. Hapa panaashiria hivyo. Wa huwa madhhabu Shafi'i, ingawa maimamu wengine wamejuzisha kuleta dua istiftahi hata katika sala jeneza, lakini madhhabu ya Shafi'i amechukulia hivyo, wa ghairuhum, na wengineo. Waqala Abu Daud, na akasema Imam Abu Daud fil masaili, katika kitabu chake alichokiita Masail, akasema kwamba sami'tu Ahmada, nilimsikia Ahmad ibn Hanbali, ani rajuli yastaftihu, kuhusu mtu ambaye anasoma dua ya kufungulia ala aljanazati, juu ya sala ya jeneza. Basi Ahmad bin Hanbali alibutuka akasema subhanak, alimsikia mtu anasema katika dua ya kufungulia jeneza, yani katamka ile dua ya subhanaka allahumma wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka, ile ambayo akitumia Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, basi alibutuka Ahmad bin Hanbali akasema ma sami'tu, mimi sikusikia. Haidhuru, haiwi ni hoja katika dalili katika sheria ya Kiislamu kwamba imam hakusikia kitu ikawa ndio hoja. La, inaweza kuwa wengine wamesikia vile vile, lakini kwa mujibu wa hapa panaashiria hivyo. Kwa hakika ina maana kwamba hakuna sheria yenye kujulikana waziwazi kwamba ipo dua ya kufungulia swala katika swala ya jeneza. Ndio maana
ikawa asome baada ya takbira kuhirimia ile Fatihatul Kitabi wa suratan, ina maana kwamba imeanza alhamdu moja kwa moja, hamna dua ulistiftah. Hayo yamekuja katika dalili li hadithi Talha ibn Abdullah ibn Auf qala. Kiini cha hayo ni hadithi ya Talha ibn Abdullah ibn Auf, amesema sallaitu khalfa ibn Abbas, niliswali nyuma ya sahaba wa mtume ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, ambaye huyu tumesema ya kwamba mtume alimwombea dua mashuhuri sana na dua hiyo, Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu at-ta'wila wa at-tafasir. Mwenyezi Mungu muwafikishe Abdullah ibn Abbas katika dini kuitambua vyema, wa 'allimhu at-ta'wila, na umfundishe ta'wili, yani mambo yaliyokuwa yanahitajia migeuzo ya maana, wa at-tafasir, na umfundishe na tafsiri ya Qur'ani vile vile. Na dua ya mtume ni yenye kwenda tu moja kwa moja mbinguni na kukubaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo anasema huyo Ibn Auf, niliswali nyuma ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ala janazatin, juu ya jeneza fulani. Basi Abdullah ibn Abbas faqara bi Fatihatil Kitabi, akasoma sura hiyo ya alhamdu, na katika ziada ya hadithi nyingine wa suratan, akasoma na sura vile. Na kusoma kwenyewe siku hiyo aliposwalia jeneza, tukasema katika darasa iliyopita kwamba wajahara, akatoa sauti, hata asma'na, mpaka akatusikilizisha sisi tukajua anasoma nini. Falamma faragha, bas alipomaliza kuswalia jeneza lile, akhadhtu biyadihi, anasema bwana Talha ibn Abdullah ibn Auf, nikamkamata mkono wake Abdullah ibn Abbas, kwa kuwa kwake yeye bwana Talha ibn Abdullah ibn Auf jambo lile lilikuwa ni geni, hajapata hapo kuliona, hususan jambo la kutolewa sauti au kusoma ile sura pengine. Anasema fasaltuhu, basi nikamuuliza, qala, na akasema innama jahartu, hakika mimi nimetoa sauti makusudi, litaalamu, ili mpate kujua, annaha sunnatun, ya kwamba mwendo huo ni sunna, yani ni mwendo wa mtume, wa haqqun, na ni haki. Hadithi tukaitajia masnadi yake kwa akhraja al-Bukhari wa Abu Daudi wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Jarudi fi al-Muntaqi wa Daraqutni wal Hakim. Ni hadithi ambayo wameitaja au wamesimulia maimamu hao. Halafu tukaja zetu mpaka katika sehemu ya chini kwamba amesema Tirmidhi aqiba al-hadithi, nyuma ya hadithi hii kwamba hadha hadithun hasanun sahihun, hadithi hii ni nzuri katika mategemezi na ni sahihi. Wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al-ilm, na kutumia mwenendo huu wa kusoma alhamdu na sura au kwa kutoa sauti, ndivyo wanavyotumia watu wa ilmu min ashabin nabii, kuanzia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama wa ghairihim, na wengine walio yakhtaruna, wote hawa wanachagua an yakra bi Fatihatil Kitabi, kwamba mwenye kuswalia jeneza anasoma alhamdu baada takbiratil ula, baada ya takbira ya mwanzo. Wa huwa qawlu Shafi'i wa Ahmad, na ndio kauli ya Shafi'i na Ahmad wa Ishaq, kwamba alhamdu ipo inasomwa katika sala jeneza. Lakini tukamalizia darasa lililopita hapa, wa qala ba'd ahli al-ilm, na wakasema baadhi ya wanavyuoni, la yuqra'u fi salati ala aljanazati, hapasomwi kitu katika sala ya jeneza. Hayo maneno wanasema baadhi ahli ilmi. Wakasema zaidi kwamba innama huwa, hakika hiyo sala ya jeneza itakiwacho as-sana'u ala Allah, ni kumsifu Mwenyezi Mungu, wassalati ala nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, na kutaka rehma kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam, yani kumswalia mtume, wa du'a lil mayiti, na baadaye nakuja dua ya mayiti. Na wa huwa qawlu Thawri wa ghairihi, hiyo ni kauli ya Sufyan Thawri na wengineo, min ahli al-Kufa, katika watu wa Kufa, sehemu ya Iraq.
huenda kwa kufikiria tu labda watu wa Kufa hawakuzipata baadhi ya hadithi ya kwamba Abdullah bin Abbas aliwahi kusalia jeneza na akasoma alhamdu, bali akasoma na sura kama ilivyokuja katika baadhi ya ziada za riwaya. Yumkin kwamba watu wa Kufa hawakuipata hadithi hiyo, kwa hivyo wakachukulia kwamba swala ya jeneza basi ni mambo haya: as-salatu ala Allah, as-salatu ala nabi, ad-du'a lilmayit. Ikawa kwao kisomo hakipo hapo. Sasa kuna wengine tena wamefurutu ada kabisa. Hapa kamesihi mambo matatu: kuna as-salatu ala nabii wa du'a lilmayit. Haya wameyakubali hata baadhi ya wanavyuoni, lakini wengine katika baadhi ya madhehebu wengine kama Shia wanaposalia jeneza, licha ya kuwa hakuna alhamdu, bali hata ile namna ya kusalia maiti mwenyewe ni tofauti kabisa. Wao badala ya kumtakia rehema na amani kwa Mwenyezi Mungu pale wanasema assalamu alayka ya Fatima az-Zahra, assalamu alayka ya Ali, assalamu alayka ya Husaini. Alimradi anakwenda hivyo, wanachagua wale watu ambao wanataka wao ndio wanawatolea salamu pale kwenye swala jeneza, na huko wanageuka kwenda kulia, alafu kushoto, alafu hivi hivyo wanasalia hivyo. Upande huo na uwachiliwe mbali, kwa sababu tuko tofauti ya baina ya mashariki na magharibi, baina ahli sunna wal jamaa na watu wa Shia. Tuko mbali mbali kabisa, hata katika itikadi na namna ya mambo ya kuyaamini vile vile tuko tofauti. Upande huo uache kando kabisa. Tunaingia katika watu ambao tuko pamoja, ahli sunna wal jamaa, tuko pamoja katika itikadi, tuko pamoja katika mambo mengi, lakini tumetofautiana katika baadhi ya misingi ya mambo ya sheria. Na hayo kwa kutegemea pengine watu fulani au maimamu fulani hawakupata hadithi ya Mtume kama alipopata mama mwingine, au kama waliipata wameipata katika njia ambazo hazikuwaridhisha mapokezi yake. Pengine hadithi zipo lakini hawakuridhika nazo namna ilipokelewa hadithi ile. Hapa sasa mwenye kitabu ambacho tunakidurusu, Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani, hapa ameeleza maneno marefu kuhusu kadhia hii, kwa sababu ni muhimu. Unaposali ukaondosha suratul Fatiha, swala hiyo kama itakuwa ni fardhu aini au swala ya jeneza, basi imekuwa husali, haiti kuwa unasali, unafanya jambo jingine tu, unaomba dua tu. Unapozungumza kuhusu kusali, swala lazima iwemo ndani yake sura ile ya kusalia ambayo Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi kudusi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini, nimeigawa swala mimi kati yangu na mja wangu sehemu mbili. Nisfuhu li abdi, nusu yake moja ni kwa ajili ya mja wangu, wa nisfuhu li, na nusu ya pili ni kwa mambo yangu mimi. Wali abdi ma saala, na mja wangu huwa anayapata yale anayoyataka, anayoyaomba. Madhali akaisoma sura hiyo kwenye swala. Mwenyezi Mungu akasema katika hadithi kudusi kuhusu sura hii, idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, hiyo nusu ya Mwenyezi Mungu hiyo. Mja akisema sifa zote kwa ukamilifu njema za Mwenyezi Mungu, qala Allah ta'ala hamidani abdi, hapo Mwenyezi Mungu mtukufu huitikia amenishukuru mja wangu. Wa idha qala al-abdu arrahmanir rahim, na mja anaposema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, qala Allah ta'ala, Mwenyezi Mungu huitikia akasema athna alayya abdi, amesifu juu yangu mja wangu sana. Hizi ni sifa zangu mwenyewe kwa ukamilifu, ni kweli ana arrahmanur rahim. Wa idha qala al-abdu maliki yawmiddin au maliki yawmiddin, hapa kana qiraa mbili katika sura Fatiha. Unaweza kukuta mimi maliki, ambayo qiraa hiyo ndio yenye maana kubwa zaidi, mkusanyiko wa maana, na vile vile inaweza kusoma maliki yawmiddin, mwenye kumiliki siku ya malipo. Unaweza kusoma maliki kwa kukuta mimi na maliki, lakini katika suratul Nas qiraa hiyo ni moja tu, maliki an-nas, na sio maliki an-nas. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas, pale qiraa ni moja tu na kata tu. Lakini katika sura Fatiha imethibiti kwamba Mtume alikuwa akisoma namna mbili, maliki yaumiddin na maliki yaumiddin.
Maliki ni mfalme wa siku ya malipo, na Maliki mwenye kumiliki siku ya malipo. Kwa zote Mwenyezi Mungu ni sifa zake hizo. Yeye ni mfalme aliyemiliki siku ya malipo. Kwani anaweza kuwa ni mfalme na akawa hana mamlaka katika maeneo mengine, ni mfalme katika zoni yake tu, lakini Mwenyezi Mungu ni mfalme aliyemiliki siku ya malipo. Si kama yeye amemiliki dunia tu, siku ya malipo vile vile amemiliki yeye. Kwa hivyo Maliki yaumiddin na Maliki yaumiddin, ukisema hivyo Mwenyezi Mungu husema majadani abdi, amenitukuza mja wangu kwa sifa zangu tukufu. Hiyo kumiliki siku ya malipo ni katika utukufu wake Mwenyezi Mungu. Siku atakayouliza limani almulku alyawma, ufalme ni wa nani leo, la mujibu, hakuna atakayenyanyua sauti akasema kwamba ufalme ni wa Marekani au Warusi au wanani. Fayujibu subhanahu ala dhatihi huwa, atajibu Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe hapo baada ya kimya cha viumbe vyote, kwa sababu wakati huo alkullu ajsadu mbalia, alkullu awaqi mutanasira, viwiliwili vyote vimeoza makaburini, mifupa yote imevurugika. Limani almulku alyawma, hakuna atakayechomoza pale, bado viumbe kufufuliwa. Na hasa watakapofufuliwa, suala hilo likitupwa, asubutu kusema ufalme ni wa nani. Mwenyezi Mungu atajibu mwenyewe leo kweli, limani almulku alyawma lillahi alwahid alqahhar, leo ufalme ni wa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, mwenye kulazimisha atakalo ndilo linalokuwa. Maliki yaumiddin, Mwenyezi Mungu sema majadani abdi. Mja anapoendelea na sura hii ya kusalia, na iwe swala ya fardhi aini au swala ya fardhi kifaya kama salatu ala janaza, madam umeita kuwa ni swala, basi sheti uswali. Na kuswali ni kusoma sura ambayo Mwenyezi Mungu anasema qasamtu salata, nimeigawa swala, kwa maana al-Fatiha moja katika majina yake ni swala. Mja anapoendelea kusema iyyaka na'budu, ni wewe tu, eti utie tu Kiswahili, ni wewe tu ambaye tunakuabudu viumbe vyako, wa iyyaka nasta'in, na ni wewe tu ambaye sisi tunaomba msaada kwako. Hapa Mwenyezi Mungu hutoa jawabu akaitikia, hadha baini wa baina abdi, sehemu hii ya katikati ni kati yangu mimi na mja wangu. Hapa tumehusishwa sote. Mwenyezi Mungu ni yeye aliyefundisha sura hiyo mja aitumie, na hapa anasema hapa ni baina yangu mimi na mja wangu. Ile sehemu ya mwanzo ni sifa za Mwenyezi Mungu, ile ilikuwa ni sifa ya Mwenyezi Mungu. Hapa katikati pana mambo ya baini wa baina abdi, maana swala ni jambo kubwa mno, kubwa mno. Asijakachukulia mtu kwamba hii swala ya jeneza fardhu kifaya tu, basi kwa hivyo ataifanya apendavyo. La, hawezi mtu kujitia hamnazo akacheza ngoma atakazo katika ibada ya Mwenyezi Mungu ya salatu ya jeneza. Apate sheria vilivyo na ajue kwa pale anaswali yeye, ila swala ile itakuwa hamna mambo fulani fulani kama kurukumu, kusujudu, kuitadili, kukatahiyatu na hivi na hivi, lakini ina kifungulio cha takbira ya kuhirimia Allahu Akbar. Unaingia ndani ya swala, na vile vile mwisho wake kuna taslim, kutoa salamu. Hiyo ina maana mtu anapoingia kwenye sala anaingia kwa takbira kuhirimia, na anaifungua sala anatoka kwa salamu. Hata katika sala jeneza hawezi mtu kujiondokea tu pale kisha omba dua zake pale alafu anajiondokea. Hapana, sheti afunge kwa taratibu maalum. Ina maana kwamba ni swala ile anaoabudiwa pale na kuombwa ni yule ambaye aliabudiwa na kuombwa katika swala ya fardhu aini. Basi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hapa tunakuja kuzungumza hivi kwa sababu ya ule uzito wa suratul Fatiha katika salatu ala al-mayyit. Na nini maana ya suratul Fatiha, na Mwenyezi Mungu anasema nini katika hadithi kudusi kuhusu sura hii wakati mtu anaposwali? Mnakuwa na jawabu gani? Mtu atapoelewa uzito kama huo, ndipo atapoweka khushu'i kamili, kujua sasa ninanong'ona na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu huwa anajibu, tunajibiana hapa ana kwa ana. Hadha baini wa baina abdi, hii sehemu ya katikati hapa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ni baina yangu mimi na mja wangu hapa. Halafu kuna maneno pale katika baadhi ya riwaya, wa li abdi ma sa'ala, na yeye mja wangu atapata tu anayoyataka.
maana hapa ni baina yangu mimi na yeye. Yeye anataka mimi nikumjibu, yeye ananiomba mimi nikumjibu. Wali abdi masala, na mja wangu atapata atakaye. Halafu sehemu ya mwisho tena, ihdina sirata almustaqim, tuongoze Mwenyezi Mungu na njia iliyonyooka. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia ambayo wameifuata na wakanyokewa na mambo yao wale ambao wewe Mwenyezi Mungu umeneemesha juu yao. Ghairi almaghdubi, sio njia ambayo waliifuata wengine wale ambao wameghadhibikiwa juu yao, wala dhalin, na wala ile ambayo wameifuata wale ambao ni wapotevu. Katika kuneemesha, Mwenyezi Mungu amefundisha mja wake atumie siratal ladhina an'amta, ay an'amta anta rabbuna wahdaka la sharika laka anta alladhi an'amta. Kwa kuneemesha, Mwenyezi Mungu sana anatumia adabu ya kumuomba na kumwabudu. Wewe umeneemesha. Ama katika ghadhabu, hakupendelea Mwenyezi Mungu mja wake amnasibishie ghadhabu, ikaja pale lima la yusamma fa'iluhu, mabniyun lilmajhuli, imejengewa asojulikana. Ghairi almaghdubi, sio ya wale walioghadhibikiwa. Nani kaghadhibika pale? Kama kwamba hajulikani, lam yusamma fa'iluhu, hakutaja mfanyaji wake. Ama katika kuneemesha, an'amta anta rabbuna wahdaka la sharika lak. Lakini katika walioghadhibikiwa pale, adabu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu pale, huwezi kumwegemezea Mwenyezi Mungu mambo ya kwamba yeye ameghadhibika. Hapana, almaghdub, hii ni adabu ya kuabudu. Na utaona ya kwamba sura hii ni sura ambayo Bwana Mtume anasema kwamba imeteremshwa, sura ambayo hawakuteremshiwa waliopita kabla yangu, haikuwemo katika Taurati wala Injili. Kwangu mimi sura hii ndiyo nimepewa. Na Mwenyezi Mungu anasema utukufu wa sura hii, walaqad atainaka sab'an min almathani walquran alazim, na tumekupa Muhammadi aya 7 zenye kurejewa mtu anaposwali, na ndio Qur'ani kubwa zaidi hiyo kuliko sura nyingine 113. Hiyo ya 114 ni tukufu zaidi. Ukishaweza kuipata sura hiyo na ukawa unayatenda mambo ya sala vyema, basi fala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum, usivushe macho yako tena ukaangalia wale wengine tuliowapa neema mbalimbali, tukapata mtukari hivi. Hapana, wewe ndio una kitu kitukufu zaidi. Kama unajijua, kachukuliwa mtume kwenda huko mbinguni, tena baada ya sidratil muntaha, kwa hala ambapo Jibril hakuweza kwenda, amekwenda Muhammad peke yake. Huko ndo Mwenyezi Mungu amemwita mtume wake kwenda kumfaridhishia ibada takatifu ya sala. Ibada zote nyingine zimefaridhiwa hapa ardhini, lakini hii special peke yake mbinguni kachukuliwa. Utukufu wa kuswali ndio huo. Sasa ukiswalia jeneza ujue kwamba sasa ninafanya nini, niko hapa nimesema ninafanya nini, unaswali. Na katika kuswali basi kuna sura maalum ya kuswalia, nayo ni Fatihatul Kitab. Sasa kuna baadhi ya wanavyuoni, hasa hawa wanavyuoni wa Kufa, ni kwamba wamesema kwamba hamna kisomo katika swala ya jeneza, bali kuna athanau ala Allah, sifa za Mwenyezi Mungu, wa salati ala nabiyihi, na kumsalia mtume wake, wa du'a lil mayit, na kumwombea dua maiti. Hapa Albani anasema hivi, qultu, nikasema wa hadha alhadithu, na hadithi hii yani ile aliyoitaja bwana Talha bin Abdullah ibn Auf, hadithi hiyo inatongoza katika mazungumzo yote. Sallaitu khalfa ibn Abbas, niliswali nyuma ya ibn Abbas radhiyallahu anhu ala janazati, فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته قال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. hiyo ndio hadithi yenyewe. Anasema Albani, wa hadha alhadithu, na hadithi hii, wama fi maanahu, na yale yote yaliyokuja katika maana ya hadithi hiyo, hujjatun alaihim, ni hoja kubwa kujibiwa juu yao hao wanaokataa kwamba hamna kisomo. Basi hadithi hii ni hoja kujibiwa wao. Tena anasema Albani, ingawa hadithi hii msimlia aliyoitaja, aliyosema maneno ni Talha ibn Abdullah ibn Auf, kwamba kaswali nyuma ya sahaba wa mtume, sio mtume mwenyewe. Na ile jawabu ya sahaba wa mtume, sahaba wenyewe ni Abdullah bin Abbas.
Jawabu yake alijibu litaalamu annaha sunna, ili mpate kujua kwamba huo ni mwendo wa mtume. Maneno kama yale, hadithi kama hiyo, la yuqalu, haiwezi kusemwa kwamba laisa fihi tasrihu, hapana kitu kilicho waziwazi binisbati dhalika, kwa mnasaba wa jambo hilo, ila nabii sallallahu alayhi wasallam, mpaka kwa mtume. Hayo maneno hawezi kuyasema kila aliyezama katika mambo ya sheria ya kidini, akasoma katika mambo ya usulul fiqh, hawezi kusema maneno hayo. Maana hao wanaosema ya kwamba hapa na kisomo wanasema hivyo, hadithi hiyo kitajiwa kwamba hapa hapana mnasaba wa mtume mwenyewe moja kwa moja. Abdullah bin Abbas kajibu hivyo, liannana nakulu, kwa sababu sisi tunasema, yani yeye Albani na watu ambao wako pamoja na yeye, tunasema hivi, inna qawla sahabi, hakika neno la sahaba anaposema mina sunnati kadha, katika sunna ya mtume ni jambo fulani, basi kauli ya sahaba wa mtume akisema hivyo, wanavyuoni wa usulul fiqh wamekubaliana inakuwa masnadun marfu'un, hayo ni mategemezi yanayopelekwa moja kwa moja ila nabii sallallahu alayhi wasallam. Sahaba akisema kwamba mina sunnati, katika mwendo wa mtume, maana alikuwepo, kaishi naye, anaposimulia sahaba wa mtume kwamba katika sunna ya mtume ni jambo kadha kadha kadha, basi hiyo moja kwa moja ina maana inapelekwa katika moja ya sunna tatu, moja ya njia tatu za sunna ya mtume. Ima itakuwa ni sunna qawliyan au fi'liyan au iqrar. Madhali sahaba anasema hivyo, wanavyuoni usul fiqh wanasema kwamba hiyo ni marfu' ila nabii sallallahu alaihi wasallam ala asahi aqwali. Tena hayo ndiyo katika maneno yaliyo sahihi zaidi kuliko mengine yote yasemayo, hatta inda al-Hanafiyya. Albani anasema mpaka mbele ya hawa watu wa Hanafi wasiosoma alhamdu katika sala jeneza, basi taratibu hii ya kiusul fiqh kwa wao vile vile inakubalika, kwamba sahaba wa mtume anaposema mina sunnati kadha, basi inakuwa marfu'un ila nabii sallallahu alayhi wasallam, hatta inda al-Hanafiyya, mpaka kwa watu wa Hanafi wenyewe taratibu hii inakubalika, wanaijua vizuri. Na ajabu hapa wamepinda, na tena wamepinda katika ule umuhimu wa sura yenyewe ya kusalia. Maana umeita sala, ninakwenda kusalia jeneza, madhali umesema ninakwenda kusalia jeneza ni sala, unakwenda kufanya ibada manake. Na katika jambo muhimu zaidi kuliko yote mengine kwa maiti ni ile ya sala, waislamu wataposimama kumsalia, ile kwake ni muhimu zaidi kuliko yote mengine. Vile vile yanao muhimu, kukafiniwa, kukoshwa sawa sawa kabisa, lakini utakuta kuna baadhi ya watu haukuonekana umuhimu wa kukoshwa kutokana na vifo vyao, au kuona umuhimu wa namna kama hii. Hata kama itakosekana sanda ya kukafiniwa, basi hata kama miguu itakuwa wazi, basi atabumba bumba kwa majani, kwa sababu kidogo si lazima sana hiyo. Lakini as-salatu ala al-janaza ni kitu ambacho kikubwa mno, ni fardhu kifaya. Wakifanya baadhi ya watu wengine inakuwa tena hawana jukumu, lakini ni jambo muhimu sana analohitajia maiti. Ndani yake imo suratul Fatiha. Sheti wenye kusalia jeneza wazungumza naye Mwenyezi Mungu, wamwambie iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yale ni maombi anamuomba kwa ibada maalum, na katika jawabu zake Mwenyezi Mungu, wali'abdi masala, na mja wangu atayapata anayoyaomba. Kwa hivyo anasema hata inda al-Hanafiyya, taratibu hii ya sahaba akisema kwamba mina sunnati kadha imekuwa masnadun marfu'un lin-nabii hatta inda al-Hanafiyya. Bal qala an-Nawawi, bali amesema al-Imam an-Nawawi rahimahullah fil majmu'i, katika kitabu chake alichokiita Majmu'i kwenye sahifa kadha, amesema hivi, innahu al-madhhabu as-sahih, kwa hakika kuisoma sura ya alhamdu katika sala jeneza ndiyo madhhabi yaliyokuwa sahihi. Maana yeye Imam Nawawi ni katika mtu anaopata madhhabu ya Shafi'i. Kwa hivyo anaposema min ashabina, katika watu wetu sisi upande wa Shafi'i, fil usuli, katika usuli, anaposema sahaba ya kwamba min sunnati kadha, basi katika watu wa Shafi'i wanasema kwamba hiyo ndio njia sahihi, kusema kwamba ni sunna kweli.
inakuwa masnadun marfu'un ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghayruhum, na hata watu wengine wasiokuwa sisi katika watu wa Shafi'i, min al-usuliyin, katika watu waliosoma barabara taratibu za usulul fikri, na wao vile vile wamekwenda katika kukubaliana na taratibu hii vile vile. Akisema sahaba min sunnati kadha, inakuwa masnadun marfu'un ila an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Wal muhaddithina, na hata katika watu waliofungamana na kutaja hadithi za mtume wamekubaliana mwendo huo vile vile. Hayo ni maneno ya Imam an-Nawawi, anazidi kuthibitisha kwamba naam, huo ndio mwendo hasa unakubalika. Sahaba akisema min sunnati kadha, basi imekuwa jambo hilo masnadun marfu'un ila an-nabii. Anaendelea Albani kwa kusema qultu, na hapa naendelea kusema wa bihadha jazama al-muhaqqiq ibn al-Hammam, na kutokana na haya ndipo alipokazania akatilia mkazo akafunga kauli ya mara moja tu yule mwenye kuhakikisha mambo baada ya kutazama kauli nyingi. Al-muhaqqiq, yani mwenye kuhakikisha baada ya kutazama huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, halafu akachuja katika dalili akapata njia hakika, anaitwa huyu Ibn al-Hammami. Ameyasema fi tahriri, kwenye kitabu chake alichokiita Tahriri. Waqala sharihuhu, na hata yule mwenye kukitolea sharhi kitabu hicho vile vile Ibn Amir al-Haji, anaitwa Ibn Amir al-Haji vile vile, amesema kwamba wa hadha qawlu ashabuna almutaqaddimin, na hili ndilo tamko waliosema watu wetu wenzetu waliotangulia nyuma, kwamba sahaba anaposema min sunnati kadha inakuwa masnadun marfu'un ila an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Wa bihi akhadha sahibu al-mizani, na kwa kauli hiyo hiyo ndo kaichukua mwenye kitabu cha Mizani, wa Shafi'iyya, na hata watu wa Shafi, wa jamhur al-muhaddithin, na wengi wanavyuoni wa hadithi wamesema hivyo. Qultu, anasema Albani, naendelea kusema hapa, wa alayhi, na juu yake hayo, fa min al-ajaibi, sasa katika mambo ya kustaajabisha, an la ya'khudhu al-hanafiyyah bihadha, ni kwamba watu wanaofuata madhehebu ya Hanafi hawakuchukua dasturi zote hizi, yani mpaka mtu wao huyu Ibn al-Hammami ni katika mtu wao huyu pia amesema hivyo. Basi la ajabu watu wa Hanafi, kwa nini hawataki kuchukua mwendo huu kwamba sahaba anaposema mina sunnati kadha, kwa nini hawapeleki kwamba yeye ni masnadi moja kwa moja mpaka mtume? La ya'khudhu al-hanafiyyah bihadha al-hadith, hawataki kuichukua watu wa Hanafi hadithi hii ma'a sihhatihi, pamoja na kusihi kwake, wa majiihi, na katika kule kuja kwake vile vile, min ghairi ma wajhun, pasina njia moja tu, imekuja katika njia nyingi, wa ma'a salahiyatihi, na pamoja na kule kutengenea kwake, liithbati as-sunnati, katika kuthibitisha mwendo wa mtume, ala tariqatihim, tena imethibitishwa mwendo wa mtume huo katika zile njia zao wanazozitegemea watu wa Hanafi. Imekuja katika kwa mujibu wa usul wa watu wa Hanafi, imekuja kwa mujibu wa usul wa imam mwenyewe, Imam Abu Hanifa, liithbati sunnati, tena wameiwacha hadithi hii pamoja na kuthibitisha mwendo wa mtume, ala tariqihim, juu ya njia zao wanazozifuata watu wa Hanifa, wanaofuata madhhabu ya Hanifa, wa usulihim, na kutokana na ule usuli wao. Faqala al-Imam Muhammad, akasema Imam Muhammad fil Muwatta'i, katika kitabu cha Imam Maliki Muwatta'i, akasema kwamba hilo ndio jambo la ajabu. Akasema la qira'ata 'ala al-janazati, hakuna kisomo juu ya jeneza, wa huwa kaulu Abi Hanifa, na hilo ni tamko la Abu Hanifa. Hapa ndipo pahala pa kustaajabia, kwa sababu ile hadithi imekuja hata katika taratibu ambazo wao kwenye usuli fiki zao, katika njia ya usuli yao ni kwamba idha qala sahabiyyu min as-sunnati, basi inakuwa masnadun ila an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Lakini hadithi hii pamoja na ushahidi huo wakaiwachilia mbali, tena pamoja na ule utukufu na umuhimu wa suratul Fatiha, wakasema kwamba kwenye swala jeneza hamna kisomo, bali kuna athanau ala Allah, sifa za nabii,
kumswalia mtume, addu'a wala almayiti, na kumwombea dua maiti. Wakaacha jambo muhimu sana la sulfa. Hivi watu wa Hanafi wanaposali jeneza, wale wanaojua hasa mambo ya Hanafi, sio wanapata juu tu. Watu wa Hanafi ni kwamba hawasomi alhamd katika sala jeneza, na hakika jambo hilo limethibiti sana. Tayeb, wa mithluhu, na mfano wa hayo maneno hayo fil mabsuti, yamekuja kwenye kitabu Mabsut li as-Sarkhusi, ambayo ameyataja al-Imam as-Sarkhusi. Vile vile amesema hayo, alafu anasema walamma raa ba'du al-mutaakhirin, walipokuja kuyaona hayo baadhi ya waliokuja mwishoni huku, hawa watu wa Abu Hanifa, watu wanaomfuata Abu Hanifa, walipokuja kuona minhum, miongoni mwao, baada hadha alqawli, baada ya maneno haya ambayo kauli ya Abu Hanifa ni kwamba la qira'ata ala aljanaza, walipokuja watu wa mwishoni huku baada ya kauli ya imamu wao, walipokuja kuyaona ani sawabi, mambo yaliyosibu, kama hii hadithi ya Abdallah ya Talha ibn Abdullah ibn Auf, walipokuja kuona hivyo, wa mujafatihi min alhadith, na namna yale mambo yaliyokusibu yalivyoshikamana na hadithi ya mtume. Qala, wengine waliokuja mwishoni huku watu wa Hanafi wamesema bijawazi qira'ati al-Fatihati, ama kwa hakika hatuwezi kukimbia alhamdu. Bwana, alhamdu inajuzu. Wametumia angalau tamko la kujuzu, yani wako pale pale kwamba wakiacha kusoma alhamdu inafaa, na wakisoma alhamdu inafaa. Wamesema alhamdu inajuzu tu kusoma, tena kujuzu kwenyewe basi bisharti, wakaiwekea shuruti, anayanuia biha, anuie mtu hiyo sura ya alhamdu akiisoma, ainuie sio kwamba anasoma alhamdu sura kusalia, bali ainuie ad-du'a, atie nia kwamba naisoma alhamdu lakini kwa nia ya dua wa thanai ala Allah, na pale pale katika kumsifu Mwenyezi Mungu tu basi. Shay'un ajibun wa gharibun, hilo jambo la kustajabisha na geni kabisa karibu. Basi walamma raa ba'du almutaakhirin, walipokuja kuona baadhi ya waliokuja nyuma huko siku za mwisho hizi, watu wanaofuata madhehebu ya Abu Hanifa, minhum, miongoni mwao, si wote, baada hadha alqawli, baada ya tamko lao hili ambalo wanajua imamu wao kasema kwamba la qira'ata ala janaza, walipokuja kuona ani sawabi, kutokana na mambo yaliyokuwa yamesibu, ndio hadithi umeiona hii, na wakagundua kwamba katika usuli yao vile vile inakubalika sahaba anaposema mina sunnati, inakuwa ni masnadun marfu'un ila nabii. Na walipokuja kuyaona maneno hayo mujafatihi min anil hadithi, namna yalivyokuwa yanakamatana pamoja na hadithi ya mtume, qala, hapo ndipo waliposema bijawazi qira'ati al-Fatihati, kwamba inajuzu kusoma hiyo alhamdu katika sala jeneza, lakini bisharti an yanwiya biha, kwa sharti mwenye kuisoma sura hiyo alhamdu wakati anasalia maiti anuie kwenye moyo wake ad-du'a, kwamba yeye anaomba dua tu, sio anasoma alhamdu, wa thanaa ala Allah, na kwamba anamsifu Mwenyezi Mungu. Wa inma ishtaratu dhalika, na kwa hakika wameshurutisha jambo hilo tawfiqan minhum, kwa kuwafikiana, wamekubaliana, wameweka shura, wamekubaliana kufanya hivyo. Bizaamihim, Albani anasema kwa kujigamba kwao, kwa sababu si maneno sahihi hayo. Bizaamihim, kwa kule kujigamba kwao kwamba itakuwa tunaweka katika kati baina alhadithi wa qawli imami. Hadithi tumeiona, Abdullah bin Abbas ameswalia jeneza na akafanya hivyo, akasoma alhamdu, sawa. Lakini khalafu kuna kauli imamu wetu sisi bwana, huyu Abu Hanifa an-Nu'man bin Thabit rahimahullah anasema ya kwamba la qira'ata ala al-janaza. Hapa ndo pahala penye hatari, kila Muislamu awe na tahadhari napo, mti na macho. Katika pahala penye hatari ni hapa, kumchukua imamu wake, mtu wa madhehebu yake, akenda akamweka sawa sawa na hadithi ya mtume, akawa hawezi kuliacha jambo la madhehebu yake kwa sababu imam kasema. Hadithi saiona, lakini kuna imam kasema, itakuwa hakumuelewa Abu Hanifa wala hamheshimu, anamvujia kadiri yake,
anamvunjia cheo chake. Kwani hawa maimamu wa Kisunni wote kuanzia yeye mwenyewe mzee Abu Hanifa pamoja na Maliki pamoja na Shafi na Ahmadi rahimahumullahu, wote hawa wamesema ya kwamba idha sahha alhadithu fa huwa madhhabu, itaposihi hadithi ya Mtume ndio madhehebu yao. Yeye Abu Hanifa anasema waziwazi, la yahillu limuslimin, si halali kwa muislamu yoyote an ya'khudha ma kuntu, kujichukulia tu niliyosema mimi, hata ya'lama min aina akhadnahu, mpaka atambue kutoka wapi sisi tumeyachukua maneno yake. Tujisemea tu, akigundua kama tumechukua kwa Mtume ndio akamate, sio akute pahala tumetumia rai yetu hivi, kwa sababu anasema kwamba mimi Shafi yani mimi huyu Maliki na wengineo ni binadamu. Tunaweza kusema kauli leo na kesho asubuhi tukairejea tukasema la, itakuwa vile sivyo bwana, sivyo hivi. Pamoja na yote hayo ni kwamba sasa wanaingia katika hatari kubwa. Albani anaibainisha hapa, anasema bizaamihim, kwa kujigamba kwao, baina alhadithi wa qawli imamihim. Hapa itakuwa tumekuta hadithi na kauli ya imamu wetu na kauli ya imamu wao. Fakaanna qawlahu, hapa imekuwa kama kwamba hiyo kauli ya imamu wao hadithun akhar, kama kwamba ni hadithi nyingine iliyo sahihi, hawezi kuiwacha. Kwa hivyo wanafanya compromise baina ya mambo mawili. Tumekuta hadithi ya Mtume kadha na tumekuta nyingine kadha, kwa hivyo tunaichukulia katika hadithi hii na hii hakuna tanafus, hakuna kupingana. Tunachukulia kwamba hii kiraa ya alhamdu hapa ni jaiz. Wamechukulia kama kwamba ile kauli ya Imam Abu Hanifa ni sawa sana hadithi ya Mtume. Hapa ndio pahala penye hatari. Makosa hayo hawayafanyi wafuasi wa Abu Hanifa peke yao, wanayafanya watu wote wanaoitaki ni madhehebu. Watu wa Shafi wanafanya hivyo, watamfuata Shafi pale ambapo wanahisi kwamba kawaridhisha tu mambo yao baraka, lakini hawatumfuata Imam Shafi katika pahala ambapo wanahisi kwamba hapa mambo yetu matamu kidogo yamekorogeka. Watamfuata Imam Shafi tu katika mambo ya mwandamo wa mwezi, kwa sababu pale kidogo pana mambo yanaridhisha pande wao. Kauli yake Imam Shafi wataichukulia kama ni Mtume, watawachilia mbali yale mausio yake Imam Shafi kwamba idha sahha alhadithu fa huwa madhhabi. Jamani Waislamu, mpaka itaposihi hadithi ya Mtume na mimi ndio niko huko, mtayawacha maneno yangu yapigeni na ukuta, ya Mtume ndio yapateni. Katika mambo ya mwandamo wa mwezi, ashabu Shafi watamfuata Imam Shafi katika kuweka yale masafatul qasri, na ile 540 ndio waliopata habari pale ndio wataingia kwenye sikukuu au kwenye saumu, waliobakia hawamo namna kama hiyo watamfuata hapo, kwa sababu hapa imekuja kwa mujibu wa mapendekezo ya nafsi zao. Lakini huyo Shafi akikwambia kwamba wa amma ma siwa dhalika ka qira'ati alqur'ani la yalhaqu lilmayyit, ama mambo mengine yasiokuwa yale manne kama kusalia, kukoshwa, kukafiniwa, kusaliwa na kuzikwa, Shafi anasema wa amma ma siwa dhalika, yaliyokuwa si katika hayo manne, ka qira'ati alqur'ani, kama kusoma Qur'ani kwa ajili ya maiti, sisi tunaita khidma. Imam Shafi anasema la yalhaqu lilmayit, mambo hayo hayakutani na maiti abadan, kwa sababu hoja yake kubwa ya Shafi ni aya ya Qur'ani katika sura An-Najm, wa an laysa lilinsani illa ma sa'a, hakuna kwa mwanadamu chochote akhira ila kile ambacho kakifanyia juhudi, kakitenda mwenyewe. Hawatasimama watu huku wakisoma Qur'ani ila mnalifanya jambo ambalo limesihi, na kule kusaliwa ni katika saa ya maiti, kwa sababu kama hakufanya Uislamu sahihi akijitia unafiki, basi wala tusalli ala ahadin minhum abada. Binafsi ya kule kusaliwa imekuwa min sa'i, kafanya yeye ndio maana kasaliwa. Na kama hakuwa Muislamu mzuri, ukimbaini watu ovyo, kakaa duniani hakuswali siku moja, wanayo haki Waislamu wa kukaa upande. Na hata wale waliosema kwamba tutamfanyia hivi kwa sababu ni Muislamu, ameishi kwa la ilaha illa Allah wa anayamini, hata hao wamesema kwamba kuna baadhi ya watu kama tulivyoona nyuma kwenye hii pamoja na hizo, kuna baadhi ya watu wakubwa maimamu, maamiri muumini na hivi wanaweza kujiweka kando kusalia maiti ile ya mtu ambaye hatambulikani sijida yake kwenda chini siku moja. Hakuna. 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 Hakuna
watajitenga wale ili kutia adabu watu wengine waone mtu fulani hakuswalia maiti ya fulani bwana, kwa sababu hakuswali siku moja yule mtu. Naam, hivyo ndivyo wamekubaliana watu. Kwa hivyo binafsi ya kule kuswaliwa maiti min sa'ihi, ni katika matendo yake mema kayafanya yeye. Ndio maana watu wana mapenzi naye, sasa wanasimama kumswalia. Sasa wanahisi kuna pengo kubwa limeondoka, wanahisi ya kwamba leo ni siku yetu sisi ya kutoa ile haki yetu kumpa mwenzetu. Leo wanatoa kwa ikhlasi kubwa. Ndio maana Imam Shafi akafungika pale, ingawa anayo kauli al-qadim na kauli al-jadid. Kauli yake iliyokuwa ya zamani alisema ya kwamba Qur'ani inamfikia maiti Imam Shafi, lakini aliposafiri kutokea sehemu za Iraki kule kuja pale Masri, akapambana na vijana ambao na wao walikuwa wanaifahamu hadithi, walipopea Masri. Manake sio barabara mchezo. Ukitaka ilmu iko Masri, ukitaka falsafa ya Qur'ani iko Masri, ukitaka mambo ya kihuni vile vile yako Masri, ukitaka uchepe uko Masri, uharamia uko Masri, kila kitu kiko pale. Albaladu altarikhia, ni mji wa tarehe, manake tangu na tangu hata mitume wengi wapita pale, pana mambo makubwa Masri. Kufika pale Masri, Imam Shafi akapambana na hoja. Wanafunzi wake wanamwambia, itakuwaje ya imamu Qur'ani kumfikia maiti na Mwenyezi Mungu amesema an laisa lilinsani illa ma saa? Khalafu tukiona hatukuti kwamba katika mafunzo ya mtume kuna kitu mtu kusomewa Qur'ani hivi kuliko pale kwenye sala ya maiti. Hatukuti kwamba mtu anakamata watu misahafu juzuu na gawana hivi wanasoma. Hatukuti mwendo mtume siku moja, na mtume alikuwa amefiwa na watu wengi waliokuwa damu yake, kwa sababu Waislamu tu damu yake, na Qur'ani takriban imeshachuka nyingi. Huwezi kusema kwamba ilikuwa Qur'ani yenyewe chache tu, sura 2-3 tu, na iwe sura 2-3 basi mtume angesema hizo, kwa sababu yeye ndiye mwenye kujua manufaa ya Qur'ani kuliko mtu yote. Manufaa ya Qur'ani kwa Muislamu anayajua mtume. Ndio maana akakuhimiza usome angalau kila siku juzuu moja hivi, angalau upate khitma moja ya Mwenyezi Mungu. Anajua manufaa, soma wewe mwenyewe, usije ngoja kusomewa. Hakuna kitu kule bwana. Wale wanafurahishana pale kwa sababu ya halwa inakuja, basi kakaa pale mtu kwa tamaa kwamba sasa hivi nitawapelekea wanangu kikato. Hajali kama nitaadhirika mimi kwa kutia vidole vingi pale na kutaka kupambana naye mwenye sahabi pale, ugomvi mkubwa. Mtu mzima na heshima yake pale anagombana na mgawaji halua, anaadhirika hivi na kitambaa chake cha ngasifu na kutia mfukoni na hivi na hivi. Ile ndio watu walopatia pale, hawapati kitu. Na kama yataondoka mambo ya dhifa yale, waambiwe tu watu kwamba leo kuna qiraa, halafu baada ya qiraa ahsantum jazanuni asabakumullahu, iwe hakuna kitu. Endi mtu bwana, matokeo yake ni kwamba ataanza kutokana tu watu. Basi mambo gani? Basi atakisheni mshida, hata hivi kimshinda vile vile. Tayeb, hapa Imam Shafi alipohojiwa na wanafunzi hivyo, na anaonyesha na hadithi za mtume ya kwamba laisa min amalin, hakuna amali yoyote alladhi yuqarribukum ila aljanna, ambayo itakufanyeni muingie peponi, illa kad amartukum bihi, isipokuwa mimi nimekwambisheni. Sasa naambiwa mzee, ya imam, hii habari ya qiraa hii tutaitoa wapi katika amri za mtume ambayo hakubakisha chochote ile katuamrisha? Iko wapi? Imam Shafi alirudi nyuma akasema kwamba amma ma siwa dhalika qira'ati alquran la yalhaqu lilmayyit abadan. Na hoja yangu kubwa ya kuegemea ni wa an laysa lilinsani illa ma sa'a. Kauli yangu ya zamani ile kadimu ifuteni, sasa tuna kauli jadidi hii ndio yangu mpya. Basi Imam Shafi atamfuata kwenye mwandamo wa mwezi kule, usikokuwa na proof yoyote ya Qur'ani wala hadithi yoyote, bali rai yake tu. Watamwacha hapa katika mambo ya hikma. Hapa itakuwa hasimu yao mkubwa, na pengine wanamlaani sana kimoyomoyo, tukana kweli masumo kubwa, lakini wanaogopa kudhihirisha. Lakini kwa hapo, kwa kuwa wanampinga hivi, basi ina maana wanamlaani sana, kumtukana sana imamu. Kwa nini akasema hivyo? Tayeb, basi anasema wameweka sharti, fakaanna qawlahu hadithun akhar sahih, kama kwamba ile kauli ya imamu imekuwa ni hadithi nyingine iliyokuwa sahihi. Maana zikipatikana sahihi hadithi mbili, hii huku kwa mfano inasema ya kwamba usisujudu wakati unapokwenda katika sijda. Mathalan, kuna hadithi mbili pale, unapokwenda katika sijda mtume anasema kwamba usiporomoke kama anaporomoka nyumbu.
tanguliza mikono yako viganja kabla ya magoti yako. Hadithi moja iko hivyo, sawa. Halafu kuna nyingine anasimulia sahaba, mtume nimeswali naye, lakini wakati anapokwenda katika sijida, basi utanguliza kwanza magoti, halafu ndo viganja vya mikono. Je, mambo mawili haya tanako inapingana? Kule kuna kauli yake kasema hivi, halafu kwenye kitendo chake anafanya hivi. Wakazama wanatupale kupekua, maana zote sahihi hadithi. Katika kuzamia hivyo, wakaja na maneno wengine wakasema kwamba hapa kwenye sunna ya kauli ikija na pamoja na sunna ya kitendo, itakuwa as-sunnatul qawliya muqaddamun ala al-fi'liya. Sunna ya kauli itafuata mwanzo kabla ya sunna ya kitendo, manake pengine ile kitendo kafanya kwa sababu pengine kuna hususia yake mwenyewe mtume, au kuna utu uzima wake mwenyewe mtume, kisha sema wewe ukifanya hivi, lakini pengine age yake mtume haikumruhusu. Siku sahaba alipomuona kutanguliza mikono, hawezi kwenda kwa mikono, inabidi kwanza atangulize pole pole magoti. Mtu mzima hawezi kwenda, ama anapokuwa kijana mtu mwepesi anakwenda kwa mikono mara moja. Sasa katika wanavyoni usuli wanasema kwamba tuitangulize sunna ya maneno mbele, halafu ya kitendo tuweke nyuma. Hiyo kawaida imekubalika. Katika mambo ya usul wanasema ikija sunna ya kauli na ya kitendo, basi ile ya kauli itakuwa mukaddam. Wengine wakasema hapa kwa hakika tutapata zote hadithi mbili, na hapa itategemea umri. Anapokuwa mtu kijana anakuwa mwepesi kutanguliza mikono, na anapokuwa mtu mzima anakuwa mzito kwenda kwa mikono, inabidi aanguke pole pole kwa magoti mwanzo. Kwa hakika zikija hadithi mbili hapo tofauti, unafuata sawa sawa. Hapo ndipo unapoweza kusema kwamba hivi ni jaiz vile vile. Sasa kauli ya Imam Abu Hanifa wameifanya kama ni hadithi nyingine ile kwa sahihi, yanbaghi wameichukulia kwamba inatakikana karnihi kuifunganisha pamoja na alhadithi sahihi, pamoja na hadithi ya mtume ile kwa sahihi, na kauli ya Imam Abu Hanifa ikae pamoja na mtume. Thumma aljamu bainahuma, kisha ikusanywe baina kauli ya Imam na hadithi ya mtume, zifuatwe sawa sawa kwamba hata hivi vile vile inajuzu. Hilo ni kosa kubwa sana hilo, kumfanya Imam sasa na mtume. Wa ma'a anna hadha shart, na pamoja na kwamba shurti hii batilun, maneno haya yanasema Albani, shurti hii ni batil, kusema kwamba itakuwa inajuzu kusema alhamdu katika sala ya jeneza, lakini kwa sharti anuie kwamba anaomba dua na kunuia kwamba analeta asana ala Allah. Anasema pamoja na kwamba sharti hii ni batil fi nafsihi, katika nafsi yake yenyewe. Kwani ni batil? Liadami wurudihi, haikuja popote katika hiyo. Watu wametoa wao, haikuja kwa nafsi ya mtume kama hiyo. Fa innahu yubtiluhu, na katika kitu chenye kuibatilisha sheria hiyo au shuruti hiyo, thubuti qiraati as-surati, kuna kudhibiti kwa kuisoma sura nyingine baada ya alhamdu, katika kitendo alichofanya Abdullah bin Abbas bwana sahaba wa mtume bwana, amethibitisha ya kwamba pale wakijambani alhamdu sura ya kusalia ametia na sura nyingine ma'al fatihati, pamoja na alhamdu fil hadithi, katika hii hadithi ambayo tumesoma. Wa hiya mutlaqatun, na ni kitu ambacho mutlaq, hiyo kauli ambayo kat'i, la yumkinu istiratu dhalika, hayumkiniki kuweka sharti jambo hilo. Ashartu fiha aidan, kuweka sharti hapo vile hayumkiniki, ni kitu wazi wazi kinakuja hicho.